naitwa Safi Regine. Ngezi shauria wajene wenzangu kuhusu asipate ile magonjwa ya kuambukia. Atezi kuwa anajikinga na mimba sio hewa. Wewe unaweza kushauriana nini vijana wengine ili wasipate mimba isiyotarajiwa? Wewe sasa vile uko tayari ushakuwa sensibilize, unaelewa, unaweza kaambia wajene nini? Ndio ndezi waambia kwanza wasikuwe na ile maburafiki maanje ngaliki kidogo sasa vile 15 16 hawapashi kwa wanatongozana ovyo ovyo. Ifo wakwe wanajikinga kwanza. Wakwe wanajikinga. Ndezi waambia jene mwenzangu kwa kwa usipate mimba bila kutarajia. Ifo tunakamata tuko na makondom za wafie na za wagarson. Tunampatia kondom ya wafie, kama ni ya wafie ni atapenda, mimi namuexpliquer gisi ataitumikisha. Kama ni ya wagarson mimi nampatia wagarson, kama sheria yake anapenda kutumikisha makondom mimi nampatia gisi ataenda mwambia gisi atakuwa anaitumikisha na anakuwa anaitumikisha vya vile. Juu nikimwambia kama msiko mnapendana hakuna gisi bache pendana. Iko mimi ndio ndabakataza na damu yao ishakuwa pamoja ya vile. Kulikuwa wengi ambao walipata mamimba ambazo hazina wa bwana. Dada moja anabeba mimba, anakosa mimba, ataipatia mtu gani? Sababu swati inaonekana alipita na watu wengi, anakosa ni nani? Kunakuwa wengi ambao watabeba mamimba akiwa na miaka 15. Mfano hapa kipindi ilipita tulikuwa na dada moja fasi ambako mimi nakaa ambaye alibeba mimba, na hiyo mimba wakati alibeba alikosa mtu ambaye ni mwenye nayo, na kwa hiyo tulipata wadada wengi sana. Wakati PSI ilikuwa haijafika hapa, tulipata wadada wengi sana ambao walibeba mamimba ambazo hazina msimamizi na hawajui ambaye aliwatia nazo. Asante. Kuna yule ambaye ameshapatwa na ugonjwa huo wa ukimwi, ataishi vipi katika jamii? Na vile vile ni kitu gani ambacho jamii inaenda kumsaidia, kwa sababu anakuwa ameshakata tamaa ya kuishi duniani. Tumezungumzia swala la mimba pekee, hatujazungumzia swala la yule muathirika ambaye ameshaathiriwa na ugonjwa wa ukimwi. Ni vipi kijana ambaye ameathiriwa na ugonjwa wa ukimwi atakavyoishi katika jamii yenu hapa Musenyi? Je, mtamtenga? Mtamtupilia? Sio kijana kama ninyi? Swala liko hapo. Asante sana. Najua kama wakati mtu amekuwa na hiyo magonjwa, amekumbwa, inatakiwa tumsogelee, inatakiwa tumufunze pia, sababu naye ni mtu. Ikiwa amepata hiyo magonjwa lakini ni mtu, tunaweza kumsogelea. Kisha kupata hiyo mafundisho ya PSI, tulijua kama naye ni mtu, tunaweza kumsogelea, tunaweza kuwa pamoja naye, tunaweza kula naye, tunaweza lala pamoja naye. Sio kusema kukula naye ama kulala naye ndio kusema kama atatuambukiza magonjwa bado. Lakini tunapaswa kufanya naye kila kitu. Tunamwambia pia afuate taratibu ya kuchukua madawa hospitali. Sababu kama akichukua madawa ataendelea kulinda afya yake. Mimi kwa hiyo swali, hapana, huyo mtu siwezi kumpenda. Sababu naye iko na haja ya upendo, ndio kuna watu wamsubiria. Sauti mkodelea ama kumshauria sana, anaweza kujisikia naye ni mtu. Ukimtenga, anaweza atakwenda kujiua, anasema ya mimi sifai kabisa. Yaani tu nilipata ukimwi ndio maana bananitenga sana. Unapaswa kumsogelea, kumshauria, kumuonesha upendo, kukula pamoja gisi kaka Inosali sema, kucheka naye ile tu ajisikie naye iko huru, iko mtu ndani ya society. Wakati tunafundisha watu ndani ya sit, kuna wengine watakuonesha ya mimi nasikia, lakini watutafutie swati makazi ili maoccupation ili tusiende katika hizo njia. Sababu nikikuwa kipe journée yote, mimi nakutia mimi nachoka kuchumba, sitakuwa na wakati ya kuwaza ngono, sitakuwa na wakati ya kufuata wasichana ama kwenda manjia zisizofaa. Yaani wamingi wanatulomba sana wapate maoccupation. Na wengine wanasikia na wanapenda mafundisho zaidi. Unasema mtu tafutie espace jeune, juu tupate mafundisho ya zaidi kupitia nyinyi ama kupitia wakubwa zenu. Na maneno gani ya matumaini ambayo huwa mkiona mtu yuko na virusi vya ukimwi ndani ya jamii? Ni maneno gani ya matumaini ambayo mnakuwa mnampatia?
Tunamuhimiza sana aendelee kutola dawa hospitalini na asifanye ngono sana sababu ana nguvu. Atumie dawa itamsaidia na kumuonesha pia upendo. Na hiyo ni mojawapo wa kumuhimiza.